Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, muko poa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko salama tena wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake na tunawatakia asubuhi njema ya leo samedi le 13 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana kwa ujumla ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo ni ya kwamba baada ya waasi wa AFC M23 kukamata mji wa Uvira, kijiji cha Mboko kinachopatikana mu teritware ya Fizi karibu na teritware ya Uvira, wakaaji wote walianza kuondoka hapo siku ya jana baada ya vikosi vya FARDC kuondoka eneo hiyo na kuacha kabisa wakaaji peke yao hapo, na tutawapeleka ndani ya mji wa Baraka toujours ni hapo mu teritware ya Fizi kwenye tangu saa 4 usiku tena kulisikika mashambulizi ndani ya mji huo. Tutawapeleka Marekani ambapo wakati wa kikao cha baraza la Umoja wa Mataifa Etats-Unis d'Amerique ilishutumu Rwanda kwa kuendelea kufanya vita mashariki mwa nchi ya Kongo ikisaidia waasi wa AFC M23, na Etats-Unis d'Amerique ikasema kwamba itatumikisha njia zote na vifaa vyote kwa kusimamisha vita hivyo. Nimewaletea taarifa mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, mjiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia kwenye linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre utapata linki hiyo. Hapo ujiunge nasi na shene yetu ya WhatsApp, utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Ili kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwa nami mwanzo hadi mwisho, utaelewa yote. Tufungue ukurasa wa habari zetu ambapo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya Sud Kivu mu teritware ya Fizi, ndani ya kijiji cha Mboko, kijiji ambacho ni cha kwanza ukiingia Mufizi ukitoka ndani ya eneo ya Uvira. Ndani ya mwingine huu wa Mboko siku ya jana wakaaji walianza kuondoka pale wakikimbia kijiji hicho. Wamoja walielekea ndani ya nchi ya Burundi kupitia Lake Tanganyika, wengine wakajielekeza ndani ya vijiji tofauti mu teritware ya Fizi. Sababu ya kukimbia kwa wakaaji hao, wanasema kwamba AFC M23 baada ya kukamata mji wa Uvira, vikosi vya jeshi la Kongo FARDC ambavyo vilikuwa kwenye shamba la vita maeneo ya Uvira vilianza kuondoka hapo tangu ledisi, vikafika ndani ya kijiji hicho cha Mboko. Wakati walifika hapo wakaendelea na safari yao, na hata wale ambao walikuwa wakikaa ndani ya kijiji hicho nao wakaondoka hapo pamoja na wale wote ambao walikuwa wakitoka mu teritware ya Uvira. Baada ya siku mbili tu wakaaji hapo walisema kwamba wanajeshi wote wa FARDC walikuwa wameondoka hapo na kubaki wao peke ndani ya kijiji hicho, na wasiwasi ikaingia mu population ya hapo. Wakaona kwamba nao wanapaswa kukimbia kijiji hicho paske wakati waasi wa AFC M23 wanakaa ndani ya mji wa Uvira, hawajui wanachokipanga wakati wowote wana
wanaweza kufika ndani ya mwingine huo wa Mboko, paske hakuna vikosi vyovyote ambavyo vinaweza kupigana nao na kuwazuia wasije wakakamata eneo hiyo ya Mboko. Ndipo tangu siku ya jana asubuhi wakaaji walikuwa wakitoka ndani ya kijiji cha Mboko wakielekea ndani ya nchi ya Burundi kupitia ile lake Tanganyika. Wengine wakaelekea ndani ya vijiji tofauti vya Fizi. Nikiwakumbusha ya kwamba hata hapo kijijini Mboko kuna wakaaji ambao walikuwa wamekimbilia hapo wakiondoka huko Uvira baada ya mji wa Uvira kukamatwa na wasi wa AFC M23. Wakaaji hao nao waliendelea kukimbia wakiondoka hapo kutokana na jinsi hakuna force yoyote ya FARDC ambayo ilikuwa imebakia hapo. Repli strategique ya FARDC inaendelea kufanyika huko Kufro na kuendelea kuzua maswali mengi mu Wakongomani. Ni kwa nini sasa wanaendelea kuyaacha maeneo tupo kabisa bila jeshi lolote? Wanapenda AFC M23 iendelee kuprogrese au? Hayo ni maswali ambayo kila mtu anajiuliza. Kijiji cha Mboko siku ya leo kinabaki ndani wakaaji wachache tu ambao wanangojea waone ya kwamba kunaweza kuwa changement AFC FARDC irejee hapo. Me wana wasiwasi sana sana tena zaidi paske AFC M23 iko ndani ya mji wa Uvira na kijiji hicho cha Mboko ndicho kijiji cha kwanza ukiingia ndani ya Fizi ukiondoka ndani ya territoire ya Uvira. Taarifa kutoka mjini Uvira asubuhi ya leo ni ya kwamba hali iko ya utulivu, hakuna hali ya sintofahamu pale baada ya AFC M23 kukamata mji wa Uvira. Hii ni siku ya 3 ambapo wanakaa ndani ya mji wa Uvira. Wakaaji waliamka wakaamua kuendelea na maisha ya kawaida yao pale. Wana lingine la kufanya sofu kuyaitika na kuyakaribisha yale ambayo walikutana nayo. Mji wa Uvira uko mikono ya wasi wa AFC M23 na nashangaa kuendelea kupata mesaji za watu wakisema ya kwamba mbone hizo habari wako naambiwa ni za uongo. Nadhani ya kwamba hao nao mtaelewa polepole. Sijui ni kwa nini kuna media ambazo zinaendelea kuficha ukweli kutoka ndani ya mji wa Uvira. Habari zetu zinaendelea. Taarifa zetu tuwapeleke moja kwa moja huko Marekani ambapo wakati wa kikao cha baraza la usalama Etats-Unis d'Amerique ilikuja kuishutumu Rwanda kwa kusaliti roho ya makubaliano ya Washington na kuendelea na vita dhidi ya vikosi vya nchi ya Kongo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ilikutana Ijumaa hii siku ya jana katika makao makuu yake jijini New York kuchambua hali ya usalama iliyopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ya baraza la usalama, mwakilishi wa Marekani alishutumu Rwanda, nchi ambayo inaishambulia Kongo, kwa kusaliti na kukiuka roho ya makubaliano ya Washington kwa kufufua uadui mashariki mwa Kongo. Hii ilikuwa ishara dhahiri ya amani. Alikumbuka kuhusu makubaliano yaliyosainiwa kati ya maraisi wawili Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame. Marekani inaelezea wasiwasi wake na kuielekeza Rwanda kama nchi inayovuruga amani katika eneo hilo. Wanasema kwamba wana wasiwasi mkubwa na tumekatishwa tamaa sana na kuanza tena kwa vurugu. Rwanda inaendelea na mashambulizi yake huko ikiunga AFC M23 na kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu kutokana na mapigano hayo. Washington inaidai Kigali ya kwamba itambue haki ya serikali ya Kongo ya kutetea eneo lake, na Washington papo hapo ikaahidi kutumia zana zote zinazopatikana kuwajibisha wale waliohusika na vitendo hivi. Katika taarifa yao walisema kwamba watatumikisha kila njia na vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya kuwapinire wale ambao wanaendesha vita hivyo.
Marekani ambayo ni nchi mpatanishi kati ya nchi ya Kongo na Rwanda ilikuja kutangaza hayo siku ya jana wakati wa kikao cha baraza la Umoja wa Mataifa, na wakongomani wanatarajia maamuzi hayo ya nchi ya Marekani kwa kusimamisha kabisa vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo na kuacha raia wengi kuteseka. Habari zetu zinaendelea. Baada ya wasi wa M23 kukamata mji wa Uvira, President Felix Tshisekedi alikuja kumwagiza Premier Ministre Judith Suminwa kwa kuandaa namna ya kupeleka usaidizi ndani ya nchi ya Burundi, yani gouvernement iandae namna ya kupeleka usaidizi ndani ya nchi ya Burundi na ndani ya nchi ya Tanzania kwa kuwasaidia wakaaji wa wakongomani waliokimbilia huko kutoka mji wa Uvira na wengine maeneo tofauti kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni wakati nchi ya Burundi inatangaza kwamba iliwakaribisha wakimbizi zaidi ya 200. Mnasikia kwamba ni wakaaji wengi wanahitaji msaada. Felix Tshisekedi kwa kuwasaidia aliagiza Premier Ministre Judith Suminwa kwa kuandaa namna ya kupeleka usaidizi ndani ya nchi ya Burundi na nchi ya Tanzania kwenye kuna wakaaji wengi waliokimbia vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu zinaendelea, tumewaletea habari mbichi kabisa. President Felix Tshisekedi alimwandikia mwenzake wa Angola Joao Lourenço message kupitia barua ambayo ilipelekwa huko na yule Floribert Anzuluni Isilokechi. Huyo ni ministre de l'intégration régionale. Barua hiyo ambayo Felix Tshisekedi alimwandikia Joao Lourenço inasemekana kwamba ni barua ambayo inaongea ama inasema kuhusu hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na mapigano ya hivi karibuni yanayoendeshwa na AFC M23 ikisaidiwa na nchi ya Rwanda. Na wakumbusha kwamba Joao Lourenço alikuwa mojawapo ya wapatanishi kati ya gouvernement ya Kongo na Rwanda wakati vita hivi vilikuwa vimezuka upya tangu mwaka wa 2021, na leo President Felix Tshisekedi alimwandikia barua hiyo kama mtu ambaye naweza kumsaidia kutokana na jinsi yeye alikuwa mpatanishi kati ya nchi mbili. Tuendelee na habari ndugu zangu, ni waambie kitu ambacho Museveni president wa Uganda alikitangaza siku ya jana. President Museveni wa Uganda wakati alikuwa akiongea, sikumbuki ya kwamba ilikuwa renew gani, na ukumbuka kitu ambacho alikiongea tu kuhusu nchi ya Kongo na wakongomani mnapaswa kukifahamu na kukua macho. President wa Uganda alitangaza kwamba province ya Ituri ilikuwaka ndani ya parti ya Bunyoro, ambapo wanasema ya kwamba ni region ya zamani ya nchi ya Uganda. Tuendane 5 kwa 5. Alitangaza ya kwamba province ya Ituri ama mkoa wa Ituri unaopatikana mashariki mwa nchi ya Kongo ulikuwaka parti moja ya Bunyoro, ancienne region de l'Uganda, yani region ya zamani ya Uganda. Munasikia ya kwamba Uganda ikamata Ituri kama eneo yao ya zamani, na Ituri ni province ya nchi ya Kongo. Mnaijua ya kwamba inapakana hata na nchi ya Uganda, na kuna vikosi vya Uganda vinavyofanyia kazi huko vikipigana na ADF vikisaidiana na jeshi la Uganda. President Museveni alitangaza hayo siku ya jana kabisa hadharani, akisema kwamba Ituri ilikuwaka eneo ya Uganda ya zamani. Kutokana na haya aliyoyasema,
Wakongomani wengi walianza kukua na mashaka na wasiwasi sana na vikosi vya Uganda ambavyo vinafanyia kazi huko Ituri, ambavyo FARDC inaonekana kuviamini sana na kuwa vinafanyia kazi kabisa ndani ya eneo yote ya Ituri. Ndani ya Ituri kuna vikosi vingi vya jeshi la Uganda. Kongomani baada ya kupata mesaje ile ya Yoweri Kaguta Museveni na wasiwasi ya kwamba Uganda nayo wakati wowote inaweza kuigeuka FARDC na kuanza vita huko ikipigana ili kukamata eneo ya Ituri, eneo ambayo alisema kwamba ilikuwa parti ya region yao ya zamani. Ilifo FARDC kukuwa makini kabisa na vikosi vya Uganda ambavyo wanatumika navyo huko Ituri. Mnasikia deja Museveni alichokitangaza, wakati wowote mambo yanaweza kuharibika. Jeshi la Kongo FARDC linapaswa kabisa kukuwa makini sana na wale wanajeshi wa Uganda wanaosaidiana nao movita huko ndani ya maeneo ya Ituri. Tuendelee na taarifa zetu. Huko Kinshasa, gouverneur wa vile ya Kinshasa Daniel Bumba alikuja kusimamisha ile marche pacifique amba maandamano ambayo yalikuwa yatafanyika kesho yake le 15. Ni maandamano ambayo yalikuwa yakiandaliwa na viongozi wa maparti politike ya opposition. Ndani ya tangazo yake Daniel Bumba alisema ya kwamba anayasimamisha maandamano hayo ambayo yanaandaliwa kufanyika tarehe 15. Anatoa wito kwa yale maparti politike ya wa opoza kama Kabundi na wengine wote ambao walikuwa wakiandaa hayo kusimamisha kufanya hayo maandamano. Kwa hivyo wakaji kutoka Kinshasa ambao walikuwa wataandamana siku hiyo wakuwe makini, wajue ya kwamba maandamano yamesimamishwa. Wale ambao watayafanya wanaweza kukutana na matatizo huko wakati wanaweza kuingia barabarani kwa kuandamana. Tukiwa ndani ya nchi ya Plateau, tukiwa ndani ya mji wa Kinshasa, habari zilitufikia ya kwamba jeshi la Kongo FARDC wale wa JR waliingilia makao yake Joseph Kabila na wakafanyia operasyon hapo ambayo ilimaliza masaa kadhaa. Wanasema kwamba kila kitu ndani ya makao yake makuu ya ancien president Joseph Kabila kilibebwa. Ni magari, ni vitu tofauti vilivyokuwa hapo kwenye makao yake, vyote kabisa vilibebwa na hao wanajeshi wote. Ni operasyon ambayo walifanya siku ya jana, na mpaka kwa sasa wanajeshi hao wa ZR ndio ambao wanaendelea kukontrole eneo hiyo, yani mpaka kwa sasa wanaendelea kukaa hapo. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, anashutumiwa kwa kuunga mkono wasi wa AFC M23, na mnakumbuka ya kwamba alikuwa amehukumiwa hukumu ya kifo kutokana na shutuma hizo ya kwamba yeye ni msaliti, kushtumiwa kwa crime de guerre, kuwa anasaidia wasi wa AFC M23 wanaoendelea kupiganisha gouvernement ya Kongo mashariki mwa nchi ya Kongo. Kutokana na hayo maamuzi ya gouvernement yanaendelea kukua mazito kwa ancien president Joseph Kabila, kuanzia mali zake huko Kinshasa na kwingine kote ambapo gouvernement ya Kongo ina nguvu za kupafika na kufanya kile ambacho wanaweza kukifanya. Gouvernement ya Kongo kabisa inamshutumu huyu ancien president Joseph Kabila kwa kuwa msaliti wa wakaaji wake. Kutokana na hayo sasa ndiyo maana maamuzi ya gouvernement huyu president wa zamani Joseph Kabila yanaendelea kukua mazito. Asante mes frères, merci beaucoup, na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Na endelea kuwatakia asubuhi njema na kuwatakia siku njema ya leo.
muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi na kuendelea kujiabone, yani kusubscribe, na washukuru sana. Merci beaucoup.